Habari za saizi mabibi na mabwana, bingwa tiba asili ya Afrika Dr. Imani Mandoto. Siku ya leo ni muendelezo wa vipindi vyetu vya kupeana elimu juu ya karama na madaraja ambayo waliokuwa nayo waganga. Sisi waganga wa jadi tuna madaraja yetu, tuna namna ya viwango tulivyokuwa navyo. Na mara nyingi mimi katika maelezo yangu huwa napenda kunena na kuwaelekeza watu kwamba kuna daraja 7 za uganga. Na nimekuwa watu wengi wakiniuliza maswali, je, daraja hizo 7 za uganga zipoje au nyota 7 za uganga zipoje? Na hii nyota 7 za uganga leo ndio itakuwa mada yangu. Nataka niwape elimu ili muweze kujua, na lengo langu mjue ili muweze kutofautisha waganga kwa madaraja yao na msiweze kuwachanganya waganga wa level ya chini, wa level ya kati na level ya juu. Maana sasa hivi kumekuwa na kila mganga akijinadi kwamba anaweza kufanya kila kitu ambacho si kweli. Kuna baadhi ya waganga level yao ni ya chini, wao wanaweza kushughulika vitu vya kawaida. Kuna waganga wengine level yao ni ya kati, wanaweza kushughulikia baadhi ya mambo, lakini wapo waganga ambao wana level ya juu ambao wao wanaweza kushughulikia na kuweza kufanikisha kila jambo unalokuwa unalihitaji. Na siku ya leo nitakupangia madaraja yote ya waganga ili upate kuyajua na kuyafahamu kwa namna nitakavyoweza kukueleza. Kwa mimi Dr. Imani Mandoto, bingwa tiba asili ya Afrika, siku ya leo nataka twende pamoja niweze kukupa elimu. Hatua ya kwanza mganga anayokuwa anaianza level ya chini ni hatua ya mganga anakuwa anasumbuliwa na majini ama mizimu. Mganga anapokuwa anasumbuliwa na majini ama mizimu, mara nyingi mtu huyu alikuwa ni mtu wa kawaida, lakini anaanza kupata nguvu ya majini ama nguvu ya mizimu inaanza kumletea shida, kwa sababu katika level za uganga mtu anapoanza kuingiliwa na majini ama mizimu ya uganga, mara nyingi anaanza kupata matatizo, yani kuumwa, kusumbuliwa, wengine wanakuwa vichaa, wengine wanakimbia polini, wengine wanakuwa ni watu waliochanganyikiwa kabisa akili zao, wengine walikuwa ni watu wasafi wanaanza kuwa ni watu wachafu, wengine walikuwa ni watu ambao wanafanya vitu fulani kama kwenye kazi zao wanashindwa kufanya zile kazi zao za kawaida. Kwa ujumla mtu anaanza kupata matatizo, iwe ni ugonjwa, iwe ni kuchanganyikiwa, ama iwe ni kubadilika, ama kukimbizwa polini, ama kwenye mito mikubwa, ama kwenye milima. Mtu atakapopata hali hii huwa anachukuliwa na kupelekwa kwa mtaalamu wa tiba za jadi ama mganga wa jadi, anapelekwa kwa ajili ya kwenda kushughulikiwa kwa tatizo lililojionyesha katika maisha yake. Lakini akifika pale kuangaliziwa, yule mganga ambaye anaomwangalizia yule mtu anaweza sasa akatambua kwamba hii ni mizimu ama ni majini wanaohitaji uganga. Na hapa ndio kwenye level ya kwanza mtu anapoanzia. Na hapa pamekuwa na changamoto kubwa sana, kwa sababu pia waganga wengi ambao wanaoendewa na watu wa aina hii ambao wamechanganyikiwa kwa mizimu ama kwa majini wanaosababishwa na uganga, wanaotaka uganga, mara nyingi sana wakiendewa waganga wasiokuwa na elimu ama taaluma za uganga, wanaweza wakajua kwamba ni nini, ni uchawi, labda mtu huyu amerogwa. Kwa hiyo mtu ambaye anasumbuliwa na majini ama na mizimu ya uganga, utakapodili naye kiuganga kama ni mtu ambaye amerogwa, moja kwa moja utashindwa kumsaidia. Kwa hiyo wapo watu ambao wamepata vichaa lakini chanzo chao ni mizimu ya uganga au ni majini wa uganga. Kuna watu ambao wamekimbia, wanaonekana kama ni watu walioacha hata kutelekeza familia zao, lakini kumbe ni watu wanaosumbuliwa na majini ama mizimu ya uganga. Kuna watu ambao walikuwa wana kazi nzuri, wameziacha hizo kazi zao zenyewe na kutokuwa na maelezo ya kutosha, lakini ukitaka kuchunguza kinachowasumbua ni mizimu ama ni majini wa uganga. Kwa hiyo ni level ya kwanza mtu anaanza, na atakapofika hapo kwa mganga atamshughulikia, atampa mikoba. Mikoba ni aina ya vifaa vya jadi ambao mtu anaweza akapewa, inaweza ikawa tunguli, inaweza ikawa ni mapembe, inaweza ikawa ni kitu chochote kinachoashiria kwamba ni vitu vya jadi vya kufanya tiba kupitia asili. Kwa mtu anapokabidhiwa anaanzia kwenye asili, hapo anakuwa moja kwa moja ana level ya kwanza ambao anapandishwa kilinge. Sasa huku kupandishwa kilinge nimeweka katika muktadha wa kilinge kwa sababu sisi watu wa Tanga tunatumia kilinge, lakini najua kuna makabila ambao hawapandi vilinge. Ipo njia nayo wanayoweza kuitumia, lakini kimsingi anakuwa anatawazishwa kwa daraja ya kwanza kukabidhiwa vitu vya asili, na akiruhusiwa na wazee wa kimila kuanza kufanya tiba za asili, kuwasaidia watu wanaosumbuliwa na matatizo ya aina mbalimbali. Hiyo ni level ya kwanza ya mganga. Mganga akiwa katika level hiyo, akitumikia uganga huo kwa uaminifu, akitumikia uganga huo kwa kujituma na kujitoa na kujifunza kwa waganga waliomzidi, mganga huyu anapanda level daraja la pili. Daraja la pili ni lipi? Daraja la pili ni ile level ya mganga anaweza kuinteract na mganga wa kabila lolote lile, wakafanya ushirikiano. Ina maana mganga anahama kutoka kukabidhiwa vitu vya mizimu, kutoka kukabidhiwa vitu vya asili, sasa anakwenda kwenye kuvijua na kuvifahamu vile vitu alivyokuwa navyo. Kwa sababu kuna waganga wengi wamepewa vitu vya kiasili lakini wenyewe hawavijui.
hawavitambui. Ili waweze kuvijua lazima warudi kwa wale mafundi wao. Hiyo ni level ya kwanza. Lakini level ya pili, mganga anakuwa sasa anaelewa vitu alivyokuwa navyo. Yani kama mganga ana tunguli, anajua kabisa hii tunguli inaingia kingira gani, inaingia dawa gani, mwiko wake ni upi na kifanye nini ili iweze kuagua. Hiyo ni hatua ya pili ya mganga, anajua vitu vyake vya uganga vyote anavijua na kuvifahamu vitu vinavyoingia, namna vinavyofanya kazi, miko, masharti, na yeye anakuwa anaweza kuvizingatia. Kwa mganga akidumu katika level hii ya pili kwa kuzingatia na kujua vitu vilivyopo katika vitu vyake vya asili, ina maana kama amekabidhiwa bakola kama hii, anaelewa kabisa bakola hii ni bakola imekabidhiwa kwa ajili ya nini, ni bakola inayofanya kazi gani, ni bakola ambayo ina miko gani. Akishaelewa vitu hivyo, ina maana moja kwa moja amepanda daraja la pili. Akimudu vitu hivyo, kuvitunzia masharti, mila, kuvitunza na kuviwekea taratibu zake, mganga huyu anapanda level ya tatu, ambayo level hiyo inakuwa ni level ya kuanza kuvifanyia vile vitu kazi na kuweza kumpa mtu mwingine vikafanya kazi. Ina maana mganga wa level ya tatu ni mganga ambaye amepata mamlaka katika mizimu na majini, anaweza kumtawazisha mtu mwingine kuwa mganga, anaweza kumuondolea mtu majini mabaya kwenye mwili wake, anaweza kumuondoa mtu vitu vya uchawi katika mwili wake, anaweza kujua kupiga ramli na kuangalia mtu huyu anasumbuliwa na kitu gani. Huyo ni mganga wa level ya tatu. Akidumu katika level hiyo kwa uaminifu, kwa kujituma na kujitolea na kuweza kufanya vitu hivyo kwa uhakika na watu wakapata matokeo, mganga huyu anafikia level ya tatu, anaenda kwenye level ya 4, ambapo level ya 4 inakuwa ni level ambayo mganga huyu anaweza kushirikiana na majini na mizimu. Yani anaweza kupata taarifa kwa mizimu, kwa sababu level ya tatu mganga anaweza kupandisha jini na akaweza kumwangalizia mtu ramli, lakini jini huyo atakapoondoka, yeye mganga mwenyewe hajui kilichozungumzwa. Ni lazima awe na msaidizi ambaye anaweza kumsikilizia. Ina maana mganga ile jini anapotoka kichwani mwake au kwenye rasi yake tunaita, lazima kuwe na msaidizi aweze kumwambia kwamba majini hawa wameongea hivi 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 hivi, huyu mgonjwa kaagizwa hivi na hivi na hivi. Lakini level ya 4 kwamba mganga anaweza kupata taarifa ya kumwangalizia mtu matatizo yake pasipo kupandisha jini. Ina maana indirect mganga anaweza kudili na majini yeye mwenyewe akiwa na akili zake timamu, na akapata taarifa za majini, akapata kuona yule mtu anasumbuliwa na nini. Na pia mganga level ya 4 anaweza kujua nyumbani kwa huyu mtu kuna kitu gani na kiko sehemu gani na anakitoaje. Na mganga anapata mamlaka na nguvu ya kuweza kuvivuta vitu vilivyo mbali. Na ndio maana nasikia kuna mganga anakuambia anaweza kukutibia huko huko uliko. Huyo ni mganga wa level ya 4 ambaye anaweza kuvuta hivi vitu vilivyo kwako, hata kama uko nchi yoyote anaweza kuvivuta vitu na akaweza kukusaidia. Lakini sasa mganga wa level ya 3 hawezi kumsaidia mtu aliyoko mbali. Mganga wa level ya 2 hawezi kumsaidia mtu aliyoko mbali. Mganga wa level ya 3 hawezi kumsaidia mtu aliyoko mbali. Ni mganga wa level ya 4 tu. Sasa mganga atakapodumu kufanya kazi katika level hiyo ya 4 na akaweza kufanya kazi hiyo kwa uaminifu, yani maana yake uaminifu unazungumzia ni yule mganga ambaye akitumiwa hela na mtu aliyokopo nje, kama mtu yuko Marekani, yuko Dubai au yuko mkoani, yuko mkoa wote ambaye yuko mbali na mganga, akitumiwa pesa, yule mganga awe mwaminifu kuweza kufanya zile kazi za watu, kwa sababu kuna watu ambao wako level ya 4 wanatumiwa pesa na watu kuwafanyia waliokuwa mbali, lakini wale watu wanakuwa wako wengi. Kwa hiyo yule mganga anakuwa hafanyi vile vitu kwa sababu msongamano wa watu unakuwa ni mwingi kwake, anasahau zile kazi za watu. Akifanya hivyo anadumaa, maana yake hawezi kupanda level ya 5. Kwa hiyo ukisikia mganga na level ya 5 ni mganga aliyeweza kumudu level hii ya 4, akiweza kutoa matibabu kwa watu waliokuwa mbali, akawafanyia kazi watu kwa uaminifu, akatunza miko ya uganga, akaweza kuvitumia vitu vya uganga vizuri, akaweza kuwakalimu wateja vizuri, akaweza kuwapa watu dawa zinazowastahili, alafu asishirikiane na wachawi. Mganga akidumu hapo bila kushirikiana na wachawi, akafanya kazi watu kwa uaminifu, anapanda daraja la 6. Daraja la 6 ni daraja ambapo mganga sasa anaweza kuongea na mizimu. Ile mizimu ya kwake ya uganga wake yeye anaweza kuiita na akazungumza nayo. Ndio ile mtu anakuambia kwamba nimekwenda kwa mganga, kufika kwa mganga akanipeleka kwenye kilinge chake nikasikia sauti. Ukisikia mtu anaongea kitu cha hivyo, ukaenda kujua amekutana na mganga wa level ya 6. Mganga wa level ya 6 anaweza kuzungumzisha majini yakazungumza, anaweza kuzungumzisha mizimu ikazungumza, lakini hana uwezo wa kufanya majini mtu akawaona, mtu akawatumia majini kwa kuwaona. Huyo ni mganga wa level ya 7, nitakuja kuizungumzia, lakini hapa tuko level ya 6. Kwa hiyo level ya 6 mganga anakuwa na mamlaka ya kuiita mizimu akaweza kuzungumza nayo. Mganga anakuwa na mamlaka ya kuwaita majini na akaweza kuzungumza nao. Mganga anakuwa ana mamlaka ya kwenda kwa mteja bila ya mteja kujua. Yaani kwenye level ya 6 mganga anaweza asipande gari, mganga anaweza asitumie usafiri, lakini akasafirishwa na majini kwenda kwenye nyumba ya huyo mtu kwenda kufanya kazi. Mganga anaweza akasafirishwa na majini kwenda baharini akaenda kuchukua kitu chochote.
Mganga anaweza kusafirishwa yeye kama binadamu, akasafirishwa na majini kwenda safari yoyote kwenda kufanya vitu vya kiuganga na akarudi. Ieleweke, majini wanaweza kumsafirisha mganga wa level ya 6 kwenda kufanya vitu vya kiganga tu. Yani mganga hawezi kutumia safari za majini kwa nguvu za majini akaenda fanya kitu chochote zaidi ya uganga ama kumsaidia mtu. Hiyo ni level ya 6. Na mganga wa level ya 6 ana uwezo wa kuamrisha majini wabaya. Yani unakuta kama mtu amepandisha majini mabaya, mganga wa level ya 6 anaweza kumgusa mtu mkono tu na akatulia. Mtu ambaye ana kichaa, kama kichaa chake ni cha majini, mganga wa level ya 6 ana uwezo wa kumwekea mkono tu na huyo mtu majini akatulia hapo hapo, kama ni kichaa kikapona hapo hapo. Mganga wa level ya 6 ana uwezo wa kuchukua maji ya kisimani akaweza kuyawekea mkononi, kuna maneno akayasemea, basi yale maji yakawa ni dawa ya kuweza kumtibu mtu aina yoyote. Anaweza kushika mchanga akaweza kuusemea maneno, ule mchanga ukawa ni dawa. Kwa hiyo ieleweke kwamba mganga wa level ya 6 sasa anahamia kutumia vipaji vya karama. Karama ni aina ya kitu mtu anaweza kukifanya yeye mwenyewe katika mwili wake na kikaweza kuleta matokeo kwa mgonjwa ama kwa mtu mwenye shida fulani. Ndio maana nikasema anaweza kuyaombea maji, anaweza kuombea mchanga, anaweza kuombea kumshika mtu mkono, anaweza kumwekea mtu mkono kichwani akaweza kuondokewa na matatizo na maradhi ama magonjwa ama kitu alichokuwa nacho. Huyo ni mganga wa level ya 6. Sasa mganga akidumu katika level ya 6 akaweza kufanya vitu kwa uaminifu, kwa kutunza miiko ya kiuganga, kushika kanuni za majini, kushika kanuni za mizimu bila kukengeuka, bila kuvunja miko, bila kuvunja masharti, mganga huyo sasa anapanda level ya 7 ambayo ndio level ya mwisho, naita nyota ya 7, ambayo mganga anakuwa ana mamlaka ya kuwaita majini na kuweza kuonana nao. Ana mamlaka ya kumchukua mtu mwingine na kumfanyia vitu vya kiuganga na huyo mtu naye akaweza kuwaona majini. Ana mamlaka ya kuweza kuwaita majini na akawaomba wampe mtu kitu chochote anachokuwa anakihitaji. Na huyo ndio mganga ambaye anaweza kufanya kategori zote hizi kuanzia ya 7, ya 6, ya 5, ya 4, ya 3, ya pili na ya kwanza. Mganga wa level ya 7 ndio mganga ambaye anayeweza kufanya kila aina ya kitu. Changamoto tuliokuwa nayo sisi waganga, watu hawataki kujipanga katika madaraja yao. Unakuta mganga ni wa level ya kwanza, lakini akiingia kwenye matangazo anatangaza kwamba anaweza kufanya vitu vyote, kitu ambacho si kweli. Ama mganga ni wa level ya pili, ameshindwa ku-maintain hata level ya pili kwa kushika miko na masharti ya kiuganga, ina maana kwamba anatangaza kwamba anaweza kufanya kila kitu. Kwa hiyo nyinyi ndugu zangu, nataka niwaambie, mganga lazima uweze kujua kwamba amekizi vilinge 7 vya uganga, ndio anayeweza kufanya vitu mbalimbali. Na hivi ndivyo vitu ambavyo ninavyoviainisha hapa. Mganga wa level ya 7 peke yake ndio ana uwezo wa kuvifanya. Kitu cha kwanza, mganga wa level ya 7 ana uwezo wa kuweza kumrudisha mtu aliyechukuliwa msukule, ana uwezo wa kumrudisha. Mganga wa level ya 7 ndio mganga ambaye ana uwezo wa kumuita jini na kumuomba yule jini aweze kumpa mtu utajiri. Mganga huyu ndio pekee ambaye anaweza kumuita jini sharifu, sultani, jabari, ruhani, kila aina ya jini. Akaweza kumuita na kisha akaja akamuomba aweze kumsaidia mtu kitu chochote anachokitaka. Kama mtu anataka utajiri, anataka cheo, anataka labda apate mamlaka, anataka apate kitu chochote anachokihitaji, huyu mtu ni mganga mwenye nyota 7 za uganga, mwenye level 7 za uganga. Lakini pia mkazi ambao anaweza kuifanya huyu mganga mwenye level ya 7, kazi nyingine ni kazi ambayo ya kuweza kuwapa watu mikoba. Anaweza kuwapa watu mikoba ya kabila yoyote, na mganga akifika level ya 7 anaweza kuinteract na kabila la aina yoyote, na anapata mamlaka ya kuweza kuuita mzimu wa kabila lolote. Yani katika kilinge chake, katika kizimba chake, katika sehemu zake za kiuganga, uwe mganga wa kabila lolote, ukifika kwake ana uwezo wa kukuitia mizimu ya kwenu na ukaweza kuzungumza na kabila lenu, ukaweza kuzungumza nayo kikwenu. Ingawa huyu mganga yeye lugha hiyo haielewi, lakini ana uwezo wa kuaccess mzimu wote na ukaja kukusaidia. Kwa hiyo huyu ni mganga mwenye uwezo mkubwa sana, na ndio mganga ambaye nataka kuelezea siku ya leo. Na nimeamua niweke elimu hii kwa sababu nimeona kuna watu wanafanya vipindi vya kuelimisha watu, lakini wanakuwa wanawapotosha kwa sababu level yao ni ya chini sana. Kwa mfano, mganga mwenye level ya kwanza ya uganga akifanya kipindi anawaambia watu kwamba majini hawawezi kuonekana, kitu ambacho si kweli. Kama wewe mganga wa level ya kwanza, ya pili, ya 3, ya 4, ya 5 mpaka ya 6, nyinyi kimsingi mnakuwa hamna uwezo na mamlaka ya kuwafanya watu waweze kuwaona majini, kwa sababu ninyi wenyewe hamjafikia level hiyo. Kwa hiyo natoa onyo kwa waganga wote ambao wanaofanya vipindi, wafanye vipindi kuelimisha watu kulingana na elimu zao na daraja zao za kiuganga. Kila mtu ajipange kwenye daraja lake. Kama wewe ni mganga unaweza kuzungumzia dawa za mitishamba, maana hiyo ni level ya kwanza, zungumzia mitishamba kwa kadri ya uwezo wako, lakini ucheze katika daraja yako. Kama wewe ni mganga wa level ya pili, cheza katika level yako ya pili, ili muweze kuweka maudhui ambayo yataweza kuwapa watu elimu na wetu wakaweza kupata elimu na wakaweza kujifunza na wakaweza kupata faida kwa mambo tunayoweza kuwafundisha. Kwa sababu ieleweke, maana ya kuwapa watu elimu kama hizi ni ili watu waweze kujifunza, watu waweze kuzitumia, watu waweze kufahamu namna ya kuweza kuwatumia waganga kutokana na level zao ili kuweza kupata mafanikio.
Bingwa tiba asili Afrika Dr. Imani Mandoto, siku ya leo nilikuwa na kueleza daraja za uganga kwa uwazi ili upate kuzielewa, na nitakuja kuweka kipindi kingine ili uweze kuzitofautisha. Je, mganga ambaye wa daraja la kwanza utamtambuaje wewe mtu wa kawaida kama huyu ni mganga wa level ya kwanza, wa daraja la pili, la tatu, la nne, la tano, la sita na la saba, yote nitakuja kuweka kwenye chaneli hii. Mpaka hapo naamini utakuwa umepata elimu ya kutosha, lakini kama una jambo lolote unataka kulijua, kama una kitu chochote unataka kukifahamu kupitia uganga wa jadi, kupitia mganga ama mganga anayekusaidia ni wa level gani, nipigie namba yangu mimi Dr. Imani Mandoto kwa namba yangu ya simu ya 0655 942428. Namba yangu nyingine ni 0763 381885. Nipigie namba hiyo niambie Dokta, kuna mganga ananisaidia lakini ameniambia hivi na hivi na hivi na hivi. Namna ukinieleza tu alivyoanza kukupokea, kama amekwambia tuma jina lako la baba na la mama, mimi nitajua mganga huyo ni wa level gani. Kama amekwambia nitumie jina lako, nitajua mganga wa level gani. Kama hajakwambia kitu chochote, amekwambia njoo tumie, nitajua mganga wa level gani. Kwa hiyo nipigie simu hiyo niweze kukusaidia ili upate kujua unashughulikiwa na mganga wa level gani na shida yako inataka mganga wa level gani, mimi nitakuongoza. Mpaka hapo nimefikia mwisho, lakini kama unataka kuja kwangu, karibu. Unapatikana Tanga, Segera, njia panda. Hapa ndipo nilipo Dr. Imani Mandoto. Njoo tuweze kukusaidia na tutaweza kukusaidia kila kitu unachoweza kukihitaji, kwa sababu mimi ni mganga niliokezi level 7 za uganga, ni nyota 7 za uganga. Naweza kukusaidia kila kitu unachokihitaji kupitia nguvu za majini na nguvu za mizimu. Mpaka hapo nimefikia mwisho. Asante kwa kunisikiliza na kunitazama.